Bana, koma ni hali ambayo mtu amepoteza fahamu kwa muda mrefu. Cha kwanza, hawezi kuzungumza. Cha pili, hawezi kuamka. Hawezi kutambua nini kinamzunguka. Hawezi kujua mazingira yake yanayomzunguka yanahusiana na nini. Hiyo ndio maana halisi ya koma. Kwanza kabisa, ili uwe macho, uwe unajitambua, uwe unaweza kufanya vitu vyote hivyo, kwenye ubongo tunategemea vitu viwili vyo vinafanya kazi vizuri. Cha kwanza ni cerebral cortex ambayo inahusika na kuongea, kufikiri, lugha, kujitambua. Hiyo ni cerebral cortex. Kwa hiyo ikiwa inafanya kazi, unakuwa unajitambua. Cha pili ni reticular activating system, RAS, RAS, not RAAS. Hivyo ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo hapa naongelea RAS, reticular activating system. Hii ni mfumo ambao wa ubongo unakusaidia wewe kuwa macho. Kwa hiyo vitu viwili vikiwa vinafanya kazi vizuri, tunasema wewe unajitambua na haupo kwenye koma. Lakini endapo kitu kimoja wapo kati ya hivi vitu viwili au vyote kwa pamoja vikiwa vifanye kazi, unaweza kuingia kwenye koma. Sasa ni sababu gani zinasababisha mtu awe kwenye koma? Cha kwanza, kuna ukosefu wa oksijeni kwenye ubongo. Hii inaweza kusababishwa na vitu mbalimbali, labda moyo ufanye kazi vizuri, na ambayo inapelekea oxygen supply kwenye ubongo inapungua. Mtu anaweza akapata stroke. Stroke kwa Kiswahili tunasema ni kiharusi. Hii pia inaweza kusababisha wewe kuingia kwenye koma. Ya mtu akipata ajali, baadhi ya ndizo pati mbili za ubongo zikiwa affected, mtu anaweza kaingia kwenye koma. Tatu ni sumu au drug overdose. Ya nne ni kutokufanya kazi kwa ini. Kwa sumu inakuwa na accumulate kwenye mwili. Hivyo basi unaweza kupata ukaingia kwenye koma. Kisukari aidha kupanda au kushuka. Hii inaitwa hypoglycemia au diabetic ketoacidosis. Hii pia zote ni sababu ambazo zinaweza kusababisha kuingia kwenye koma. Sasa hiyo swali kwamba je, mwanamke akiwa kwenye koma anakuwa anaweza kuingia period au anakuwa haingii period? Jibu ni ndio na jibu ni hapana. Kwamba kimaanisha kwamba mwanamke akiingia kwenye koma anaweza kaa anaendelea kuingia period kama kawaida au period ikawa stop. Na sababu zinazopelekea period kuwa stop ni kama mfumo wa homoni ambao unahusika na mambo ya hedhi ukawa affected. Lakini kama mfumo unaohusika na mambo ya hedhi, nikimaanisha kwamba hypothalamus, pituitary na ovaries hazija affected, huyu mtu anaweza kuendelea kuingia period kama kawaida. Umeona bana? Sasa koma yenyewe haisababishi mtu kutokuingia period, lakini kama koma imekuwa associated na hizo interference ya function ya menstruation hormones, ndio anakuwa haingii period. Bana, sasa kuna story nataka niwasimulie kuhusu baadhi ya scenarios ambazo zimetokea kuhusu koma. Kuna baadhi ya watu ambao wamekaa muda mrefu sana bila kupata fahamu, yani wamekaa muda mrefu sana, wameingia kwenye koma kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo kama hujafollow hii page, hakikisha una follow hii page, subscribe to my YouTube channel kwa kusikiliza The Stall Science coming soon.